Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, leo biidhnillahi taala, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, tunaleteana dua maalumu mtu anaweza akasoma usiku wa kuamkia Idi, katika zile nyakati ambazo kwamba dua zinakubalika katika zile nyakati ambazo dua zinakubalika, ukiachilia mbali siku ya Ijumaa, mida mbalimbali ambayo tumeelezwa muda huu, lakini miongoni mwa siku ambazo ni nyeti sana, basi ni ule usiku wa kuamkia Idi. Na leo siku ya Jumanne tarehe 26, ambayo tupo katika siku ya Arafa, ina maana baada magharibi ya leo ikipinduka, basi inakuwa tayari tumefika ule usiku wa Idi. Bimaana leo usiku baada magharibi unaweza kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dua yako, na dua nilokuletea dua za aina mbili hapa, inshallah zisome. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufanyia wepesi katika mambo yako na katika haja zako. Na dua zote hizi mbili zimeanza kwa majina Mwenyezi Mungu yale makubwa, ambaye ni ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Dua zote hizi mbili afu ni fupi sana, utakwenda kuzisoma katika usiku huu wa leo. Lakini kabla sijazileta hizi dua, nipende kuwakumbusha kitu kimoja, ndugu zangu katika imani. Kwa wale ambao mtakuwa tumefunga leo funga ya Arafa, basi ni sunna na inapendeza tukitoka asubuhi kwenda kuswali Idi, basi tunapotoka nyumbani asubuhi tusile kitu mpaka ule muda ambao tunarejea kuswali Idi. Idi hii na ile Idi la Idi Fitri ziko tofauti. Ili ya Fitri watakiwa nyumbani unapotoka asubuhi, basi angalau ufungue kinywa kwa tende ama kwa maji ama chochote kile ambacho unafungua kinywa, kisha baada hapo unakwenda kuswali zako Idi. Lakini hii iko tofauti. Hii unapotoka nyumbani basi utoke bila ya kula, na unapofika kuswali Idi baada ya Idi basi ndio unaweza kufungua kinywa baada ya kuswali ile Idi. Lakini vile vile ni sunna unapoenda kuswali Idi, basi kwa wanaume kuvaa vazi leupe na kubadilisha njia, bimaana umeenda na njia hii na unaporudi basi unarudi na njia nyingine. Hizi ni sunna ambazo watu wengi sana tunadharau ama tumezipuuza ama tunaziona kana kwamba hazina maana yoyote vile. Kwa hiyo tunataka nikukumbusheni hilo kwanza, kisha baada hapo niingie katika ile dua ya leo, ambayo hiyo utaisoma usiku wa kuamkia Idi, kwa maana magharibi ya leo Jumanne tarehe 26 ya leo mwezi huu wa 5, ambao tuko siku ya Arafa, utaisoma magharibi ya leo, bimaana kwa tayari ule usiku wa kuamkia Idi umefika. Tuanze na ya kwanza hii utasoma ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, lakini vizuri ukaanza na istighfari, kwa maana ukasema astaghfirullah angalau mara 10, kisha baada hapo kasoma ya Hayyu ya Qayyum ya Dhal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata aini. Narudia tena, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghithu, aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsin tarfata aini. Narudia, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata aini. Narudia tena mara 3, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata aini. Hii unaisoma biidhnillahi taala mara 3 hivi, si mbaya. Unasoma na kurudia, unasoma na kurudia, sio mbaya. Nyingine ni hii, unasema ya Hayyu ya Qayyum ya Dhal Jalali wal Ikram, as'aluka an tuhyi qalbi binuri ma'rifatika wa an tuthabbitani ala dinika. Narudia tena, ya Hayyu ya Qayyum ya Dhal Jalali wal Ikram, as'aluka an tuhyi qalbi binurika, as'aluka an tuhyi qalbi binuri ma'rifatika. Narudia, ya Hayyu ya Qayyum ya Dhal Jalali wal Ikram, as'aluka an tuhyi qalbi binuri ma'rifatika wa an tuthabbitani ala dinika. Narudia tena, ya Hayyu ya Qayyum ya Dhal Jalali wal Ikram, as'aluka an tuhyi qalbi binuri ma'rifatika
wa an tuthabbitani ala dinika. Unaisoma biidhnillahi taala, na hiyo unarudia hata mara 3 mara 4, sio mbaya katika hilo. Baada hapo utamalizia na dua hii, utasema Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa a'malana waj'alna minal maqbulin wala taj'alna minal mahrumin. Narudia tena, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa a'malana waj'alna minal maqbulin wala taj'alna minal mahrumin. Unaisoma hiyo inshallah dua yako hiyo, na ukisha kuisoma utamalizia na kitu cha mwisho kabisa, utasema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lakini utaanza kwanza Allahumma taqabbal minni siyamana wa qiyamana. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa amalana waj'alna minal maqbulin wala taj'alna minal mahrumin. Afu tamalizia Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hii utaimalizia biidhnillahi taala kwa kusoma kama hivi ambavyo tumeelekeza hapo biidhnillahi taala. Ni dua hii utakwenda kuisoma usiku wa kuamkia Eid, bi maana baada ya magharibi ya leo ya Jumanne ya tarehe 26 ambayo tuko siku ya Arafa. Basi baada ya magharibi ya leo ndio utakwenda kuisoma dua hiyo biidhnillahi taala. Baada ya kusema hayo, tuachie hapa kwa leo. Tukutane katika kipindi kijacho, na tukutane katika darasa lingine lijalo la adhkar na dua, na insha Allah kila atakayepata darasa hii basi isambaze na watu wengine, ili ujumbe huu ufike kwa watu wengi zaidi biidhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.